Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya leo. Na tafakari yetu ya leo itakuwa ni juu ya sakramenti ya Ekaristi na vile Alhamisi Kuu, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alisimika na kuiweka Ekaristi takatifu ili sisi tumkumbuke yeye pale tunaposhiriki misa takatifu, hasa katika wakati wa mageuzo. Basi kabla ya yote, nipende kualika ndugu zangu katika Kristo, tuendelee kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, Facebook na Twitter, channel yetu pendwa Tafakari Tena TV, ili tusipitwe na tafakari zinazotolewa kutoka katika kituo hiki na studio hizi za Tafakari Tena TV. Karibuni sana. Sakramenti ya Ekaristi takatifu ni kitendo cha kimsingi cha ibada katika Kanisa Katoliki ambacho kinashirikiwa na waumini wote wa Kanisa Katoliki kama sehemu ya maisha yao ya kiroho, na ni sakramenti ya kipekee kwa kuwa inatufundisha kwa njia moja kwa moja kuhusu upendo wa Mungu kwa wanadamu na jinsi ya kuwa na ushirika wa karibu na Yesu Kristo, hasa katika maumbo ya mkate na divai. Katika sikukuu ya Alhamisi Kuu tunakumbuka na kusherehekea sakramenti ya Ekaristi takatifu, ambapo Yesu alianzisha ibada hii wakati wa Pasaka ya Kiyahudi katika chumba cha juu na mitume wake, na ni siku muhimu kwa waumini wote kwa sababu tunasherehekea mwili na damu ya Kristo, na pia tunafahamu kwamba alifanya hivi kama sehemu ya kujitolea kwa ajili yetu, kutufundisha namna ya kuishi kwa upendo na huduma na kujitolea kwa wengine. Na sisi tunaalikwa na kuaswa tukaige mfano huu wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kujitolea, kuishi kwa upendo na huduma kwa wengine, kama yeye alivyotuachia alama ya Ekaristi takatifu ambayo ni upendo, huduma na kujitolea kwa wengine. Yeye alijitoa kwa ajili yetu, nasi anatuachia ukumbusho huu anaposema, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Basi